Maoni ambaye niko nayo sasa ni maoni ambaye sijui itasaidia Mkenya. Maoni yangu ni hii: kama rais ameshaguliwa kutoka kwa chama fulani na ameshaguliwa kuwa rais, naona wakati anaapa, anakula kiapo, saa hiyo tu anatoa hiyo shati ya hiyo chama na anasahau na hiyo chama, ndiposa aweze kutumikia wananchi. Kwa sababu akiwa kwa chama huwa anaegemea upande ingine. Akienda kuongea anaongea tu habari za chama, na sio chama kilimchagua, alichaguliwa na wananchi ambayo walikuwa vyama vingi. Kwa hivyo wakati anakaa kwa hiyo chama moja, huwaga anaegemea upande wote mwingine. Pili, ningependa rais akichaguliwa awe na degree ile ya economy, kwa sababu amesomea economy na ndio anaweza kusimamia pesa za Kenya. Kwa sababu huwezi kuwa dokta na unarudi kuchaguliwa kuwa rais, hautawezana na pesa, kwa sababu hujasomea hiyo maneno ya pesa. Inatakiwa economy ndio unafanya hesabu ya pesa zote za Kenya, unaweza kuigawa kwa kila county. Pili, county zenye tuko nazo, wewe ukiwa rais, hata uwe ujikarange namna gani, hauwezi kutosheleza wale watu umeandika mishahara kwa ile pesa inalokotwa Kenya. Kenya ni nchi kidogo sana, kidogo ambaye haiwezi kutosheleza wale watu mumeandika. Watu ni wengi ambaye mumeandika, wanakula 60% badala ya 30%. Hivyo maoni yangu ni kwamba hii kama inawezekana, katiba itengenezwe, la sivyo irudishwe ile ilikuwa ya Kibaki. Kwanza hii kae kando, ndio iweze kutengenezwa, kurekebishwa, watu wawe wachache, wafanya kazi wawe wachache, kama vile Mwai Kibaki alikuwa anatawala. Pili, kwa sababu niseme hivyo, mtu anaandikwa kuwa rais, akichaguliwa kuwa rais, akisha hapa tu anaanza kuangalia wenye walikuwa wanamsaidia kusanya kura. Huyo alilete kura mingi kwake, ninampea hii kiketi, na hujui hiyo kiketi atawezana naye ama la. Mtu akiandikwa, washaandikwe na degree yake yenye amesoma, na sana sana iwe degree ya economy, kwa sababu hiyo ndio sasa mtu ataweza kupanga kwake vizuri. Analete daktari wa ng'ombe, unampea waziri wa elimu, unatoa waziri wa elimu mwenye angesimamia masomo, unampeleka kwa ng'ombe. Hiyo si ati utawala. Alafu ikiwa vizuri na ukiwa na washa, uende kwa raia wenyewe, unawauliza shida yao ni gani. Huwezi kwenda kupelekea mtu stima na kwake anakufa na maji na kiu ya maji, na unapeleka mambo ya stima kwake. Enda kwake ndio ujue anataka ile shida yako naye ya kwanza ni gani,
Ndio kama ni maji umpelekee maji, urudie stima, sio kukaaga tu. Hata ujui pesa ukishatoa imeenda kwa mradi gani, ujui imekuliwa jiani, ujui ilifikia wajiko, ujui. Wewe ulisaini pesa imkatoka. Fuatilia pesa ujue inaenda namna gani. Kama ni barabara fulani, hakikisha hiyo barabara unakaa ukienda ukijua hii barabara nilisema iwekwe lami inchi 4 na sasa imewekwa half inch, na huko ilikuwa inasoma inchi 4, na wewe ndio mwenye kutoa hiyo pesa. Fuatilia uone. Hiyo ndio utawala, sio kukanyanga kwa gari. Mnasida kwa gari. Kampeni hakuna kitu ukimaliza kazi utakuja kwa mwananchi, kwa sababu hauna chama. Ndio utaingia kwa chama tena enye unataka uchaguliwe huko. Na nimemaliza.